Hujambo msikilizaji, karibu katika kipindi cha kitabu chetu kutoka maktaba. Msimulizi wako ni mimi Fatia Bedi. Bado tupo katika kitabu cha Posa za Maana. Nitarudia sehemu iliyopita na baadaye kuendelea sehemu itakayofuata. Anatafuta watoto wazuri akiwafanyia uhasidi kutokana na hizo pesa zake haramu. Sasa nyinyi mtaamua. Bwana Hamisi alinyanyuka pale alipokaa, miguu inamtetemeka, ingawa na yeye alikuwa ameshasikia fununu hizo na kuamua kuzifungia macho kwa ajili ya kumridhisha bibie, lakini leo kuzisikia zinatoka katika kinywa cha Hamdani, roho ilimsuta. Ati nini? Bi Salma aliona hatari hiyo inakuja. Hivi na wewe unataka kumsikiliza mwongo huyu anavyobwabwaja? Kazijuaje hizo habari? Kwanza huyo mtu hata hakai hapa, anakuja mara moja tu, na shoga yangu Bisemeni hawezi kuniletea mauzauza kwangu kwa jinsi tulivyoshibana. Hizo habari sio za kweli hata kidogo. Bi Salma alizikana hizo habari kama mtu ambaye alimjua huyo bwana Kheri kinaga ubaga. Msikilizaji, endelea kusikiliza Posa za Maana. Lakini Bi Salma, si angalau tufanye uchunguzi kwanza? Bwana Hamisi alitoa ushauri. Kwanza kazi yake ndo hiyo, kisha kuoa na kuacha. Tuna faida gani kumwezesha mtoto kisha aje atelekezwe? Kwa Bi Salma mambo yalikuwa yameshaisha kitambo, hakutaka uchunguzi wala ukaguzi. Uchunguzi gani wa habari za uongo? Usitake kunitibua tena. Mambo tulikuwa tumeshayazungumza na yashamalizika, unakuja kumsikiliza huyo? Hapo akamgeukia Hamdani ambaye alikuwa bado kaganda, akitaka kujua hatima ya kadhia hiyo. Kwanza we kazi yako nini? Mwenzako ushasema anauza unga, we unauza nini? Basi sikiliza nikwambie bwana mkubwa, wewe huyu awe anauza unga ama sukari, atamwoa Muna. Unga tutapikia chapati, na si kila anayeolewa anaachwa au anatelekezwa. Kila mtu na nyota yake, bahati ya mwenzio usilalie mlango wazi. Hujasikia watu wakisema? Hamdani hakuwa na la zaidi la kusema. Hakuamini masikio yake kama mama yake angekuwa mkaidi kiasi hicho. Hivi hii ni tamaa, upumbavu ama wenda azimu? Alijiuliza kimoyomoyo. Midomo ilikuwa ikimtetemeka na machozi yalitaka kumtoka. Sasa alimgeukia babake, akaenda kumshika mikono miwili kama ishara ya heshima na upendo na kuomba msaada. Baba, wewe ndio kiongozi wa familia hii. Muna ni mwanao na wewe ndiye mwenye kutoa idhini aulewe ama asiolewe. Tafadhali usimzamishe mwanao baharini akamalizikia kwenye kinywa cha chewa. Fanya kadiri uwezavyo, zuia hili jambo lisitendeke. Bi Salma aliwatizama baba na mwana. Macho ya bwana Hamisi yalimtazama Hamdani akiwa yamejaa dalili za kukata tamaa, kama yalikuwa yakimwambia, mwanangu, hata mimi naiona hatari iliyoko mbele, lakini huku nyuma nafukuzwa, kwa hiyo sina budi nikimbie. Bi Salma aliona achukue hatua haraka kabla Hamdani haja ya vuruga tena. Hamdani, tafadhali ondoka haraka kabla sijatafuta ukuni nikakupiga nao wa kichwa. Usinichafue kabisa saa hizi, ndio maana watoto kama nyie huwa mnaachiwa radhi. Hamdani aliiwacha mikono ya babake haraka na kumgeukia mamake. Ala, yamekuwa haya tena?
leo hii mimi sina maana mbele ya muuza unga huyu? Leo mimi nataka kuachiwa radhi. Haya, mimi natoka. Endeleeni na mipango yenu, mtakuja kunikumbuka. Hamdani alinyanyuka huku machozi yakimtoka njia mbili mbili. Huyo akaenda kufungua mlango, akavaa viatu vyake na kutoka, akiwaacha wazazi wake ukumbini. Bwana Hamisi alibakia pale pale huku kichwa kakiinamisha. Bi Salma alinyanyuka na kwenda zake uani. Jioni hiyo Bi Salma alihakikisha kwamba Bwana Hamisi habadili mawazo. Aliingia jikoni na kupika chai rasmi. Kisha akaenda kusafisha chumbani na kufukiza udi, na yeye akaoga, akavalia vizuri dera lake jipya. Msikilizaji, endelea kusikiliza Posa za Maana. Bwana Hamisi, chai yako tayari. Hapo Bwana Hamisi aseme nini? Upande mmoja ana furaha, mambo yakienda vizuri, upande mwingine moyo ukimsuta. Sauti ya Hamdani ilimjia tena na tena. Huyo Bwana Kheri ni muuza unga, kazi yake kuoa watoto wazuri akiwa hasidi. Alijiona kabisa yuko njia panda, maji yalikuwa yamemfika shingoni. Lakini kwa mbele alimwona Bi Salma na kidau tayari kumwokoa. Maneno yalikuwa yamepita, kama ni maji basi tayari alikuwa ameshayavulia nguo. Hakuwa na budi ila kuyaoga tu. Siku ya pili jioni walikuja watu kusikiliza majibu ya posa. Mmoja waliokuja ni Bi Semeni, shoga wa Bi Salma na mshenga wa Bwana Kheri. Bwana harusi mtarajiwa yeye hakuwamo kwenye kuchukua majibu. Walikuja wajumbe wake tu. Majibu yakatolewa, posa ilikubaliwa, vigelegele vikapigwa, mahari yalitajwa, samani za nyumba nzima ikiwemo kitanda na godoro lake, dressing table, kabati la nguo na makochi ya ukumbini, seti ya dhahabu pamoja na mkaja wa wazee milioni 2. Bwana Hamisi kusikia vitu hivyo vinatajwa, ilibidi anyanyuke amwite mkewe chemba, kwani hakuwahi kujadili wadai mahari kiasi gani. Mambo hayo aliona amwachie mkewe. Bi Salma, vitu vyote hivyo sisi tunawaozesha tu, hatumuuzi mwanetu. Je, akija kutaka kuachwa tutavitolea wapi vitu hivyo? Bi Salma alijitahidi kusema kwa sauti ya chini ili wageni wasimsikie. Makubwa bwana wewe, hata hajaolewa ushafikiria kuachwa? Mbona mimi na wewe tupo miaka yote hii hatujaachana? Ende akaachwe kwa lipi? Lazima agharamie. Wapi anaweza kupata mtoto mzuri kama Muna? Bwana Hamisi aliduaa akamtizama mkewe, lakini hakumwisha. Hamisi, kuwa uyaone, alijisemea moyoni, kwani hakuweza kuyatoa mdomoni. Mahari yalikubaliwa yote, milioni 2 zikatolewa pale pale. Vilivyobaki walisema vitakuwa tayari ndani ya wiki 2. Ikawa sasa lilobaki ni matayarisho ya harusi ya Bwana Kheri na Munawar binti wa Hamisi Burhan. Siku ya kuleta mahari ndio siku iliyoamuliwa itatolewa rasmi tarehe ya ndoa hiyo. Msikilizaji, endelea kusikiliza Posa za Maana. Tangu habari ya posa ilipotokea, majadiliano na malumbano yaliyofanyika, mgomo baridi uliopita, kukubaliwa na hadi kutolewa mahari, mhusika mkuu wa yote hayo hakuwa na hata fununu yaliyokuwa yakiendelea. Tayari maisha yake yalikuwa yameshabadilishwa na mwelekeo na dira, lakini yeye kama nahodha alikuwa hajapewa taarifa ya chombo kilivyotakiwa kielekee. Uhakika wa safari kwa salama ungetokea wapi? Huyu ni Munawar Hamis, mtoto wa pili wa Bi Salma na Bwana Hamis na binti yao wa kwanza. Mara baada ya kumaliza mitihani yake ya kidato cha 4 kwa mara ya kwanza maishani mwake,
alifunga safari ya matembezi kwenda Ahueni. Ahueni ni kisiwa pacha cha Tulieni. Visiwa hivyo vilikuwa karibu sana na watu wake walikuwa wamoja kwa mila, silka na desturi. Hukuweza kumtofautisha mtu kutoka Tulieni na wa Ahueni kwa kumuona tu, labda kidogo kwa jinsi wanavyozungumza kutokana na lafdhi na lahaja zao. Wakati Ahueni ikisifika kwa biashara na utalii, Tulieni ilikuwa maarufu kwa kilimo, hasa kilimo cha biashara. Zao la biashara likishamiri sana huko. Ndizi za mkono wa tembo, maboribo, mabungo ni baadhi ya mazao yaliyotoka Tulieni kuelekea Ahueni kuuzwa. Kutokana na kupendeza na vivutio vya Ahueni, watu wa Tulieni walipenda sana kutembelea huko. Na watoto wengi wenye ndugu, jamaa na marafiki, zilipofungwa skuli likizo zao walizipitisha Ahueni. Mwezi wa 12 ukiingia, kama ni meli ama boti, zinakuwa zimesheheni abiria, wakubwa kwa wadogo, na chungu ya mizigo ya mikungu ya ndizi, mabungo, mashelisheli na hata kuku wa kienyeji, yote kwenye mabegi, viroba, mikoba ya ukili, hata mapakacha. Hayo yanaumana kwenye safari ya Ahueni. Disemba twaja. Msikilizaji, endelea kusikiliza Posa za Maana. Muna umri wake wote hakuwahi kusafiri popote pale, kwani ndiye alikuwa msaidizi mkuu wa Bi Salma. Kupika, kufua nguo, kuogesha watoto, kusaidia kwenye biashara ndogondogo za Bi Salma, yote Muna yalikuwa yake. Yeye maisha yake yalikuwa na mawili, kama si kusoma basi ni kazi za nyumbani. Mwaka huo alhamdulillah, na yeye alikumbukwa na kupata mtetezi. Muna mwaka huu na yeye aje kutembea, mwache mtoto na yeye apumzike, angalau aje kuona mji. Mamake mkubwa Anti Sauda, ndugu atoka ntoke na Bi Salma, alimwombea ruhusa na kumpelekea nauli. Tokea aondoke, sasa ulikaribia mwezi wa 3. Mwenyewe alisema kaenda kusafisha macho. Tembea uone. Kipindi chote hicho alikuwa kaburudika moyo, akili na mwili, kwani takriban miaka 4 iliyopita tangu awe kidato cha kwanza baada ya kupasi michepuo, ilikuwa yeye na masomo na yeye. Ulipomaliza mtihani huu uliingia mwingine. Muda huo aliokwenda Ahueni angalau alituta, alipata wasaa wa kutuliza akili japo kidogo. Kuna wakati alikuwa akijiambia kwamba anatamani kusoma na alikuwa na hamu matokeo yatoke leo kabla ya kesho, na alikuwa ameshapanga kwamba matokeo ya kidato cha 4 yakitoka tu angejiunga na masomo ya pre-form 5, masomo ya kumtayarisha mwanafunzi kabla hajaanza rasmi kidato cha 5. Wanafunzi walipendelea kujiunga na masomo hayo, kwani walidai kwamba huwatayarisha vyema na kazi iliyoko mbele yao. Wanapoanza rasmi kidato cha 5 huwa nafuu kwao, kwani tayari wameshapata mwelekeo wa yaliyoko mbele. Msikilizaji, endelea kusikiliza Posa za Maana. Ahueni kulikuwa na sehemu nyingi za kutolea masomo hayo, wenyewe wakiziita tuition center. Na tayari Munir, binamu yake, mtoto wa mamake mkubwa, alikuwa ameshamtafutia sehemu nzuri ya kufanya masomo hayo. Mamake mkubwa alikuwa na watoto 2, Munir na Samira. Maisha yao yalikuwa tofauti kidogo na ya kwao. Mama mkubwa Bi Sauda alikuwa na biashara yake ya kuuza nguo, pochi, udi na vikorokoro vingine vya wanawake, na mume alikuwa ni mfanyakazi wa serikali. Munir na Samira wote walikuwa wanasoma chuo, Munir akisomea uhasibu na Samira akisomea uuguzi. Alipofika Ahueni, Muna alijiona mshamba wa kutupwa, na kila siku akijifunza kitu.
Alisema alikuwa anatoa tongo za tulieni, na kweli alijifunza mambo mengi kutoka kwa binamu zake hao na mji wao. Kwanza kabisa aliazimwa simu ya smartphone. Haikuwa nzuri sana wala mpya, lakini ilikuwa burudani tosha kwa Muna, kwani katika maisha yake hakuwahi kutumia simu. Alifundishwa mambo yote ya mitandao ya kijamii na kufunguliwa akaunti mbalimbali: Instagram, Facebook, TikTok, Twitter, zote alizijulia huko. Akafahamishwa jinsi ya kuwa na barua pepe. Alijionea mambo ya kutumia Google na YouTube, jinsi ya kutafuta habari mbalimbali zikiwemo hata za masomo. Alionyeshwa maktaba ya mtandaoni iitwayo Global Digital Library, ambayo uliweza kujisomea vitabu mbalimbali bure, mradi tu simu yako iwe na mtandao na kifurushi. Kumbe ukiwa na mtandao wa kuaminika unaweza kukusaidia sana kwenye masomo, alisema Muna wakiwa pamoja na binamu zake katika mazungumzo. Inaweza kusaidia kama utatumia teknolojia hii vizuri, lakini kama utaitumia vibaya, basi rafiki yangu, inaweza kukupeleka pabaya na kujitia kwenye matatizo, Muniri alijibu. Muna alistaajabu. Matatizo kama yepi? Mbona sielewi? Mfano, hii mitandao ya kijamii niliyokuelekeza na kukufungulia ina faida zake na hasara zake. Katika hasara zake ni kuwa watu hutumia muda wao mrefu kwenye mitandao ya kijamii. Muda wanaotumia huko wangeweza kufanya mambo mengi ya kujiendeleza. Watu wanatumia mitandao ya kijamii hata wakiwa kazini na kushindwa kutekeleza majukumu yao vizuri. Utaenda sehemu kama benki kwa mfano, basi mhudumu utamkuta anachezea simu yake, habari hana, kazi kuzitazama message na kuzungumza. Nyie mmesimama kwenye foleni mpaka miguu inataka kuingia ndani. Muniri alimfahamisha kwa makini, kwani aliona wao ndio walomwanzisha Muna kwenye mambo hayo, basi ilikuwa ni lazima wampe tahadhari inayostahiki. Msikilizaji, endelea kusikiliza Posa za Maana. Muna alisikiliza kama ameambiwa hayo mazungumzo yatatoka kwenye mtihani. Katika maisha yake, Muna alijifunza si tu kuwa mzungumzaji mzuri, bali pia msikilizaji mzuri. Yeye alimsikiliza kila mtu. Kila mtu alibaini kwamba ana kitu cha ziada ambacho ukimsikiliza unaweza kujifunza kutoka kwake. Ni hayo tu? Muna alidadisi. Hapana, athari zipo nyingi tu. Hata mtu unaweza kuandika kitabu kwa hiyo mada. Nitakupa mfano mwingine. Watu hutaka kuiga maisha ya watu wengine baada ya kuona mambo ya mtandaoni, hasa hii mitandao ya kijamii. Kuna watu wanapenda kutuma picha zao kwenye mitandao ya kijamii. Akila chakula kizuri anatuma, akinunua nguo mpya anatuma, akisafiri anatuma, akipasi mtihani anatuma, kila kitu anatuma. Lakini mara nyingi hutuma yale mambo yao mazuri tu, na mengine huwa sio uhalisia wa maisha yao. Muniri alimtazama Muna kuona kama yanamwingia, na kama Muna alikuwa katulia akimsikiliza kwa makini. Kisha Muniri aliendelea. Mtu anaweza tu kwenda sehemu ya kifahari kupiga picha na kuituma mitandaoni, akajifanya kama ndio kawaida yake kwenda sehemu hizo. Kumbe kaenda maalum kupiga picha hiyo na yeye aonekane. Wala hanunui hata maji. Au pengine mtu na uwezo wake anajituma mtandaoni na mambo yake ya kifahari. Hiyo inaweza kuwatamanisha wengine. Sasa wenzangu na mie waliokuwa hawajielewi, wakiona hayo hutaka kuiga. Huwezi kutaka makubwa kuliko uwezo wako. Hapo inaweza kutokea ile ya ukimwiga tembo kunya boga, utapasuka msamba. Basi wanaopasuka msamba kwa kumwiga tembo kunya wamejaa siku hizi. Kisa mitandao ya jamii. Eti na yeye anataka atume picha mtandaoni ili aonekane. Muniri alifafanua kwa ufasaha.
hasa vile alivyoona kapata mwanafunzi alionyesha hamasa ya kutaka kujua. Hehehe, hatari kumbe. Naona humu kwenye simu kuna kamera. Ukijipiga picha unatoka safi, huna kidoto wala kipele kama sio wewe. Muna alitafakari kwa sauti. Kama ulikuwepo, hiyo inaitwa Photoshop. Ukimwona mtu mtandaoni, utasema hichi kifaa. Subiri umwone uso kwa macho. Ni watu wawili tofauti. Hapo Muniri alikuwa kakamata simu yake, akimwonyesha Muna picha mbalimbali za mtandaoni. Pia wapo wanaobadilisha tabia zao na mwonekano wao pia kwa kuiga ya mtandaoni. Kwa mfano, wewe hapa, mara tunaanza kukuona unataka kupaka nywele rangi ziwe buluu, kipini cha nyusi na ulimi. Sasa Muniri alianza matani na Muna alirudisha matani yake. Ndio nikaona umekata nywele kama kuku kishore. Kumbe si akili zako, ni ushauri wa mitandao ya jamii. Muniri alimtazama Muna kwa mshangao, akanyanyuka na kwenda kujiangalia kwenye kioo. Nywele zake za mawimbi zilikatwa kwa mtindo wa panki, ile kukata zaidi pembeni na katikati kuwa ndefu. Hata hivyo, za Muniri zilikuwa na tofauti ndogo tu ambayo hata huwezi kuiona kwa mara moja. We Muna, umeanza kunitania sio? Mbona nywele zangu ziko poa tu? Ustazi wetu akitukataza kukata mitindo ya nywele, alisema ni bora hata kuzifuga kuliko kuzikata. Mtume hapo hapo Muna alirukia, rehma za Allah ziwe juu yake. Kisha Muniri akaendelea. Alikuwa anafuga nywele wakati mwingine, lakini hakukata mitindo hiyo unayoisema. Muniri bado alikuwa akijitazama kwenye kioo, huku akizigusagusa nywele zake kwa viganja. Kwani mimi nimesema yeye mtume wetu ndiye alikata hiyo mitindo, ama nimekwambia wewe ndio umekata? Naona ushakuwa shehe kisisina sasa. Unahubiri lile ulilokuwa wewe hufanyi. Muna alizidi kumchachafya mwenzake. Msikilizaji, usikose kufuatilia sehemu itakayofuata ya Posa za Maana. Ulikuwa nami msimulizi wako Fatia Abeid.